Kuna baadhi ya maeneo ukiwepo, hata ufanye jitihada namna gani hauwezi ukafanikiwa. Kuna baadhi ya maeneo hata ukifanya biashara namna fulani hauwezi ukafanikiwa. Ni kwa sababu hayo maeneo yamewekewa zuio kwenye ulimwengu wa roho juu ya mafanikio. Kuna maeneo ambayo zuio lao mafanikio yao ni ya kiwango fulani tu. Unawezekana wewe umetoka sehemu nyingine, ulikuwa umefanikiwa na ulikuwa ukifanya biashara zako zinaenda vizuri sana, lakini ukifika hayo maeneo hauwezi ukafanikiwa. Na kama ukifanikiwa ni zaidi kwamba umetumia nguvu ya ziada, nguvu ya Mungu ama nguvu nyingine ya ziada, ndio maana unafanikiwa. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye hayo maeneo unahitaji kuwa na nguvu kubwa ya Mungu ndani yako. Sasa usipotambua kwamba hayo maeneo yana zuio, unaweza ukafanya biashara zako kwa namna ya kawaida, kwa namna kama ulivyozoelea, na ukaanza kukuta matokeo hauyaoni. Ili uanze kuona matokeo ni lazima uondoe hiyo zuio ambayo limewekwa kwenye hayo maeneo. Sikiliza. Kuna baadhi ya maeneo ambayo baadhi ya biashara hazifanyi vizuri. Baadhi ya biashara zimewekewa limitation. Sio kwamba hazifanyi vizuri kwa sababu watu hawataki kuzinunua, no. Hapana. Zina wateja na zina watu ambao wana uhitaji nazo, lakini wamefumba macho, hawezi wakaziona huo mtaa, hiyo sehemu ambayo upo. Watapita, wataenda kununua maeneo mengine. Watapita, wataenda kufanya shughuli maeneo mengine, lakini hilo eneo hawawezi wakafanya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna limitation, kuna zuio limewekwa kwenye ulimwengu wa roho kwenye hayo maeneo. Na wewe ni mpendwa na ni mtumishi wa Mungu, umeenda umeweka biashara yako hayo maeneo, umeenda umeanza kufanya shughuli yako hayo maeneo, utastruggle sana mpaka kutoboa, mpaka kufanikiwa. Na almost hautafanikiwa kabisa usipokuwa na nguvu ya ziada, usipotambua hili ambalo tunafundishana siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani umeanza kunipata na kunielewa. Na watu ambao huwa wanatembea maeneo mbalimbali, nadhani pia mnanielewa na kunipata vizuri sana. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yalishowekewaga zuio. Ukipita ile maeneo unakuta vitu fulani havifanikiwi, na kuna baadhi ya wakazi pia wanaelewa kusema haya maeneo biashara za namna fulani huwa hazifanikiwi. Sio kwamba hazina wateja, ila ni kwamba haziuziki kwenye hayo maeneo, zimezuiliwa. Yaani watu hawazioni. Na kuna baadhi ya maeneo hakuna maendeleo kabisa. Utafanya kile unachokifanya, lakini hautakuja kuona maendeleo ya namna yoyote. You refight, utapambana unavyojua wewe, lakini kuona maendeleo na matokeo kwenye hayo maeneo inakuwa ni ngumu. Nadhani hapo unanielewa. Mazuio ya kimaeneo huwa yanalenga vitu mbalimbali. Zuio la kimaeneo linaweza likawa la kimaeneo linaweza likawa ni zuio kwa habari ya ndoa, ni zuio kwa habari ya jambo fulani. Kuna maeneo kifika, ndugu yangu, ndoa yako lazima tu mtatengana. Kuna maeneo kifika, biashara yako tu itakufa. Kuna maeneo kifika, lazima mtakuwa na ugomvi kwenye familia. Kuna maeneo kifika, utajikuta wewe ni mzinzi, utajikuta wewe ni mtu wa wanawake, wewe ni mtu wa wanaume sana. Ni kwa nini? Ni vitu, ni roho ambazo zimewekwa baadhi ya maeneo. Na roho hizo zinakuwa zikiwekwa kwenye kila maeneo kwa lengo ya kuzuia hatima za watu. Wanajua watu wa ili eneo watakamatwa kwenye uzinzi. Wanaweka roho ya uzinzi kwenye hayo maeneo, na wakijua kabisa watu wa ili eneo watakamatwa kwenye roho ya uzinzi. Wakishashikwa na hii roho ya uzinzi, hatima zao tumezikamata na tumezinasa, haziendi mahala popote, hazimanifesti, hazikui. Sana umenielewa.
Na kuna maeneo ambayo yameshushiwa roho ya mafarakano. Ukienda na ndoa yako hiyo maeneo ambayo ndoa yako ilikuwa ni nzuri, mtafarakana tu. Watahakikisha mafarakano ili kuvuruga akili zenu. Kuna maeneo ambayo ukienda na mara nyingi zitapukutika. Kuna maeneo ambayo yametupiwa magonjwa. Kila moja hiyo maeneo ni watu ambao wanaumwa sana, wanaugua sana. Ni kwa nini? Magonjwa yameachiliwa ile sehemu ili kwamba watu wawe busy kushughulikia magonjwa na kusahau hatima zao, kusahau kusudi ambalo Mungu ameweka kwenye maisha ya kwao. That is a limitation kwenye eneo la kwa habari ya magonjwa. Ravia kantia raboza diza vya kandara bakataya. Na kuna maeneo ambayo huwa yana ajali sana. Nayo ni maeneo, ni vitu, kuna roho na limitation. Hizo roho zinazotupiwa hiyo maeneo zinatupiwa kwa lengo la kuwazuia watu wasifanikiwe kwenye jambo fulani. Kuna roho zinawekwa maeneo kwamba watu wasifanikiwe kwenye kitu fulani. Utakuwa ukiingia kwenye mahusiano, dada au kaka, mahusiano yako yote yanavunjika. Utakuwa ukiingia kwenye ndoa kuna mfarakano. Magonjwa yanakuwa hayaishi, matatizo ya mara kwa mara. Why? Because there is limitation kwenye ulimwengu wa roho. Biblia Waswahili wanasema mwenye masikio na asikie neno la Bwana, sio Biblia ya Waswahili. Zapo kitu umeelewa na kitu umeelewa. Kwenye Biblia tunakutana na mtu mmoja anaitwa Daniel. Daniel akiwa kwenye nchi ya Babeli akiwa anaomba. Alipoanza kuomba kwa habari ya ufahamu, kwa habari ya kujua muda wa kutoka utumwani, alipoanza kuomba kwa habari hilo jambo, Mungu anamtuma malaika ili ampe majibu yake. Malaika anasema, nilitumwa na Mungu toka ulipoazimia kuanza kuomba. Mungu alikuwa ameshakupa majibu, lakini wafalme wa Uajemi wamenizuia. Limitation, vizuizi. Kuna maeneo ukiwepo, kuna maeneo ukienda, kwa kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu na ni mtu wa Mungu, utatamani kuomba, utaanza kufanya maombi kwenye yale maeneo. Lakini wakati unaanza kufanya yale maombi, Mungu anaweza akawa na kujibu, lakini majibu yako yakawa yanakamatwa, kwa sababu aina ile ya majibu ya maombi haitakiwi kwenye yale maeneo. Kuna kitu na kihitaji, kuna deliverance na hitaji. The kind of deliverance na hitaji kwenye hilo eneo haipo kabisa. So wataizuia kwa nguvu zote ili sitokee. Wataweka mipaka yao kusema sisi hapa huwa turuhusugi vitu vya namna fulani. Limitation. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Utajikuta ndugu na struggle, unapambana, you are fighting to get out. Unasema namuomba Mungu, mbona sipati majibu? Namuomba Mungu, mbona sitoi kwenye hili tatizo nilonalo? Investigate. Fanya uchunguzi kuhusu hilo eneo ambalo upo. Ni eneo la namna gani? Leo nimesema nazungumza sana kuhusu limitation ya eneo. Ile eneo ambalo upo ni eneo la namna gani? Unawezekana unateseka bure tu na haujajua kwamba hilo eneo linazuio la namna gani. Vitu gani vihitajiki kwenye hilo eneo? Mambo gani hayatakiwi kwenye hilo eneo? Yale mambo ambayo hayatakiwi, ukiyataka hayatapatikana kwenye maisha ya kwako. Kuna baadhi ya maeneo hawaruhusiwi kujenga nyumba za bati. Kuna baadhi ya maeneo haruhusiwi kuwa na gari. Kuna baadhi ya maeneo haruhusiwi kuwa na biashara. Kuna baadhi ya eneo ni zuio la kifedha. Haruhusiwi kushika milioni 1 mtu wa aina yoyote. Rapia kantoya. Unamhitaji sana Mungu kwenye hayo maeneo ukiwepo. Unahitaji sana nguvu za Mungu ukiwa kwenye hayo maeneo. Zaidi ya vile ambavyo unatafakari na kujua. Unahitaji sana nguvu ya Mungu ukiwepo kwenye hayo maeneo, zaidi ya vile unavyowaza na unavyotafakari.
unahitaji nguvu ya Mungu sana sana ukiwa kwenye hayo maeneo. Danieli akaendelea kuomba. Akiwa anaendelea kuomba, Mungu akamtuma malaika Mikaeli akamkomboa Danieli, akamkomboa yule akamfanya malaika Gabriel apite akaja kumuona Danieli, na maombi ya Danieli akawa yamejibiwa. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Unatakiwa kumwomba Mungu juu ya kila kizuizi. Mwambie Mungu, kama kuna kizuizi cha namna yoyote kimewekwa kwenye eneo ambalo nipo, kizuizi kimewekwa juu ya biashara, kizuizi kimeweka juu ya ndoa, kimewekwa juu ya familia, kimeweka juu ya uzao wa kwangu. Kuna maeneo ukienda hauwezi ukapata watoto, hauwezi ukapata uzao. Ni kwa sababu yamefunga tumbo la uzao. Yamesema uzao wa namna fulani hatuhitaji haya maeneo. Na wewe tumbo lako mama au baba limebarikiwa na Mungu kwa ajili ya kutoa watu ambao ni wakubwa na watu ambao ni wakubwa. Lakini aina hiyo ya watu hawahitajiki kwenye hilo eneo ambalo upo. Utapambana sana kupata mtoto, utaona inakuwa ni tabu. Utapambana sana kupata uzao, itakuwa ni tabu. Utapambana sana, lakini itakuwa ni shida. Unamhitaji Mungu akufungue na akuelekeze yatakayo unatakiwa kuyafanya. Anasema nitakufundisha na nitakuelekeza njia unayotakiwa kuendea, nitakuonyesha njia unayotakiwa kuendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Unamhitaji Mungu akutazame, akushauri, akwambie kitu gani cha kufanya kwenye hayo maeneo ili kwamba ufanikiwe. Kama umekusudia kukaa kwenye hayo maeneo, unahitaji revelation. Ripandakia sataya. Kuna watu umepanga nyumba, lakini hizo nyumba ni limitation, zina baadhi ya limitation. Hauwezi ukaona matokeo na mafanikio ya namna fulani because aliyeitengeneza na kuijenga hiyo nyumba, kuna aina ya maagano aliyaingia na mizimu ama na miungu ya kigeni kwa habari ya sehemu ambayo unaishi, kwa habari ya nyumba zake. Kwa hiyo wewe utajikuta unapambana kutoboa kufanikiwa, unashindwa kufanikiwa. Ni kwa sababu kuna zuio limewekwa na mwenye nyumba, ama kuna patano liliwekwa na watu wa hilo eneo. Hilo hauwezi ukatoboa ukiwa kwenye hilo eneo, hauwezi ukatoboa ukiwa kwenye hilo eneo. Zuio, na zuio hilo litafanya destiny yako, hatima yako isipate kibali. Utakuwa unapata hasara kila wakati, utakuwa unapata pesa zinapotea, haoni maendeleo ya aina yoyote. Utaishia pabaya, madeni yanakuandama, vitu vingi vinakuchanganya because the kind of the house you live. Nadhani unanipata na nikunielewa vizuri sana. Hadi hapo nadhani kuna kitu ambacho umenielewa na kuna jambo ambalo Mungu amekufungua macho kuhusiana na maeneo ambayo upo. Kwa hiyo kabla hujaenda eneo la namna yoyote lile, muombe sana Mungu akufunulie. Na kama umelipenda sana, lisije likuwa ni Sodoma na Gomora inataka liteketezwe, muombe sana Mungu akufunulie, kukufahamisha ni aina gani ya limitation, ni aina gani ya vitu vipo kwenye hilo eneo, ili kwamba uombe kutoka kwenye hivyo vitu. Mwambie Baba, kama kuna limitation yoyote imeweka kwenye eneo ambalo nipo la kibiashara, hilo limitation ikaondoke. Kama kuna kizuizi chochote kimeweka kwenye eneo ambalo nafanya shughuli zangu, hicho kizuizi kikatoke katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine umewekea limitation kwenye eneo la huduma, eneo ambalo umefungua kanisa, eneo ambalo umeanzisha huduma ulionayo, ni eneo ambalo lina uzuio, limewekewa zuio la kihuduma, kusema mahali hapa pata kuwa na kanisa, hapa ni madhabahu za kipepo na madhabahu za nguvu za giza. Na wewe umeenda umefungua huduma yako mahali hapo, utastruggle, utapambana. Unahitaji kupata ufunuo wa Mungu
kukuelekeza na kukwambia kitu gani ufanye na kitu gani utende kwenye hilo eneo, ili kwamba udominate na utawale, maana tumeumbwa kwa ajili ya kutawala. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Ninaomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tazama huyu mtazamaji, binti ama kijana aliyenitazama. Inawezekana kuna eneo mojawapo kwenye maisha ya kwake lina zuio. Zuio hilo linamfanya asipige hatua ya aina yoyote. Lakini mimi nasimama kama mtumishi wa kwako kuliondoa hilo zuio kwenye maisha ya kwake. Halitakuwepo tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki na Mungu akutunze sana.